Imeandikwa, awahurumiaye masikini na wahitaji anamkopesha Bwana. Ndiyo, ni ukweli usiopingika kwamba Mungu anao watu ambao anawaamini kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Namzungumzia Patrick Nandao, kijana mdogo mwenye maono makubwa na upendo kwa watoto. Kijana ambaye ameshiriki kuanzisha shirika maalum linalojulikana kama Kodma, lenye shule inayofahamika kama Mtwara Inclusive Day Care Center iliyopo Mbai Mashariki, California, mkoani Mtwara. Lengo lake ni kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum kama vile mtindio wa ubongo pamoja na watu wote wenye mahitaji maalum kama usonji. Karibu utazame makala hii fupi itakayokupitisha hatua kwa hatua namna ambavyo kijana huyu Patrick Nandao anapambana kuwasaidia watu mbalimbali wenye mahitaji maishani mwao. Niliyekuandalia na kukusogezea makala hii fupi ni mimi Christian Ngao wa Ngao Media. Karibu. Ilikuwa ni Jumamosi ya tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika ukumbi wa chuo kikuu cha Stella Maris Mtwara almaarufu kama Sauti, eneo ambalo mkurugenzi wa shirika la Kodma Patrick Nandao pamoja na timu yake waliandaa kwa ajili ya kufanyia tamasha kwa ajili ya kufanya harambee au changizo la ujenzi wa kituo cha watoto. Siku hii kila mzazi aliyekuwa na mtoto alishiriki tamasha hili. Hakika ilikuwa ni zaidi ya furaha ya aina yake. Sambamba na hayo, mkurugenzi wa shirika hilo Patrick Nandao alipata nafasi ya kueleza mahitaji yake kwa serikali, huku akiomba na kuiasa serikali kuwasaidia wazazi wenye watoto wenye matatizo mbalimbali. Shirika la Kodma ambalo linasaidia na kutetea watoto wenye mahitaji maalum na watoto waishio katika mazingira magumu, ninapenda kuwaombea watoto hawa ambao ni walemavu wa akili na usonji wawe wasaidiwe katika makundi, mikopo. Shirika langu tayari limeshatengeneza tension ya kuwatengenezea makundi kwa ajili ya kuwasaidia wazazi walio wengi. Kiongozi, hawana muda wa kutafuta riziki mtaani, hawana muda wa kuzunguka na beseni kichwani mchana jua linawaka kutafuta chochote kitu kwa ajili ya watoto. Ninaomba sana kupitia ofisi yako tukufu ya mkuu wa wilaya, nitakuja na listi ya majina ya kikundi cha kina mama ambao wana watoto walemavu wa akili, viungo na usonji, ambao ni wale target kubwa wapate mikopo ambayo itawasaidia wao na watoto wao. Kwa sababu fikiria, kwenye familia yako uwe na mtoto ambaye ni mlemavu, hawezi chochote, masaa 24 uko naye nyumbani na hali ni ngumu. Utakifanya nini ili uweze kumsaidia mtoto na wewe mwenyewe? Kwa hiyo naomba serikali yako tukufu nilete ndani ya wiki ijayo listi ya kina mama ambao wako kwenye kikundi, ili niweze kufuata taratibu za kufungua kikundi rasmi ili waweze kupata mikopo wa kina mama. Mbili, kwa upande wa kina mama ambao wana watoto ambao ni walemavu wa akili, viungo na usonji, usikate tamaa. Duniani tunapita, tunakuja kutembea, lakini makazi ya milele ndio huko tunakoelekea. Hakuna atakayeishi miaka 100 duniani, hakuna. Ila usikate tamaa kwa hiyo zawadi ambayo unayo. Huyo mtoto ni zawadi. Usimwache ananyanyasika. Serikali yetu iko imara. Mama yetu Samia Suluhu Hassan ni mama msikivu sana, anawasaidia watu wa rika na
wenye matatizo tofauti. Mama anatuangazia katika upande wa watoto wenye mahitaji maalum. Mfano, kuna shule za maalumu zipo Tanzania. Mama anatoa ruzuku ya chakula, pesa ya chakula kwa ajili yao watoto. Tunamsaidiaje mama? Ndipo sisi watu binafsi tunaanzisha vitengo maalum kwa ajili yao watoto. Tunaanzisha mashirika kwa ajili ya kuwasaidia kwa upana hao watoto. Kwa hiyo mama yetu Samia Suluhu Hassan anatusaidia sana. Msikate tamaa, mama bado yupo, atawasaidia. Yeye ni mama, atatusikia. Mwisho, mgeni rasmi, niombe tu haya ambayo tutakuwa tumeongea na tumezungumza hapa, basi yatendeke. Mimi nina shida moja, kiongozi, ni mfuatiliaji sana kwenye jambo. Nina ulemavu huo, mimi ni mlemavu jamani. Nina IQ ya kufuatilia jambo na sikati tamaa. Kwa hiyo nitafuatilia yote ambayo nitakuwa nimejiahidi. Niseme asante sana. Mgeni rasmi ambaye alitakiwa kuwa mkuu wa wilaya Mtwara Abdalla Mwaipaya alimtuma mratibu wake katibu tarafa Chorobi, ambaye alifika na kutoa nasaha zake kwa wazazi wote wenye watoto wenye ulemavu, huku akieleza kuwa serikali ina mpango juu yao wa kuwasaidia kwa kutoa mikopo mbalimbali, ikiwa ni sambamba na kuzindua harambee ya kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Na hapa anaeleza, wapo wengi wanaisaidia serikali kwenye majukumu, lakini yepi ninyi mliolichagua ni kujinyima mlivyo navyo, kupoteza muda wa kwenu, kutumia muda wa kwenu, kutumia mali zenu kuwahudumia hawa wenzetu. Kwa mimi niombe kwa niaba ya hawa wazazi wengine, labda inawezekana hawana maneno mazuri wamewaambia, mimi kama serikali ambayo ndio nilikuwa nina wajibu wa kuyafanya, naomba nikupongeze sana na nikushukuru sana na nikutie moyo, usikate tamaa. Tanzania ni yetu na hawa ni Watanzania wenzetu. Kwa hiyo hongera sana ndugu yangu. Jambo la pili, niwapongeze sana wazazi ambao tuna hawa watoto tunaowalea. Tunajua kwa nature ya afya zao na mazingira yao, kweli imekuwa changamoto sana kwenye kuwahudumia. Jamani, uongo kweli? Changamoto ni kubwa sana. Sababu tukiwa nao wale ambao wamekamilika, wana afya vizuri, maradhi hayajashambulia sana, hana upungufu mkubwa, wanalelewa vizuri. Tofauti na hawa wanahitaji uangalizi sana, wanaishi kama yai. Uongo jamani? Mtoto mwingine miaka 4, 5 akitoka kienda zake huko nyuma, hata una wasiwasi. Lakini huyu wa kwetu akitoka ukiwa umuone kwenye machafu, na moyo wa kutulia. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana wazazi ambao mnawahudumia. Lakini nawapongeza tena kwa sababu ya pili, kwa nature ya maisha ya Kiafrika tulionayo na maneno, ninyi mmeamua kutoka hadharani na watoto wenu na kuwahudumia. Kuna wazazi wengine akishaona amekuwa na mtoto wa namna hii, mara anamficha, mara anafanyaje, si unajua? Changamoto tunazokutana nazo. Amleti kama leo nimeona hapa mwalimu alipokuwa anawafundisha, mwingine angepeleka kwa ile mtaalamu anayetaka nini? Yule mtaalamu anataka nini? Maji ya mvua kiangazi. Alafu mama mwenyewe umetoka hapa mpaka Njengo kwa miguu, hapa anaenda kuomba 70,000. Napata kwa 70,000 mtu umetoka mpaka Njengo kwa kweli. Kwa hiyo mimi wazazi niwapongezeni sana. Mnafanya kazi ya wito na mnafanya kazi ya kumtukuza Mungu kwa kupitia hawa watoto. Cha muhimu tu, msikate tamaa. Mtoto uliopewa tumefundishwa na mtaalamu pale, tukimlisha vyakula vizuri, tukimpeleka kwenye matibabu sahihi, ataweza kupata nafuu. Lakini jambo lingine kubwa ambalo niwatie wito sisi wazazi, tusiamini kwenye yale mambo ya kishirikina. Watawanyosha watoto madawa ya kila aina watawaingisha kila aina ya mitishamba ambayo itasababisha aidha kuongeza maradhi au kuongeza hali kuwa ngumu zaidi. Kwa mimi nikasema leo maadamu nimepata wasaa kuzungumza na nyinyi wazazi, kwanza niwatie moyo, lakini pia niwaombe. Watoto tulionao ni wa thamani, Mungu amekupa,
kutokana na hizo changamoto walizonazo zinaweza zikatatulika. Kama hivyo tumepata taasisi ambazo zimeshapata maono, aidha tuwaweke pamoja, tuwatafutie shule. Mimi nimeshashiriki kwenye vituo vingi ambavyo wanahudumia watoto, nasema tangu tumempokea mpaka leo tunaona na maendeleo. Kwa hiyo mimi niweze kusema kwa watoto ambao wana changamoto hizi, kwanza tuwape kipaumbele kwa sababu ndio chao cha muhimu kutokana na mazingira yao sio rafiki sana. Lakini la pili, tusiwe na imani potofu, ndio lugha sahihi. Tusiwe na imani potofu. Wengi wanaamini akishamzaa mtoto wa hivi anaamini yeye amelogwa. Naonaga wengi wanasema mtoto amezaliwa hivi, huyo amelogwa, lakini akizaliwa mfupi hawasemi amelogwa, au kwenye kuwa mfupi au logo. Eti jamani, ukiwa mfupi au logo, ukiwa mweusi kama mimi unakuwa umelogwa. Kwa hiyo lazima tukubaliane, kuna mazingira Mungu anakupa tu anakuwa mtihani. Nitaka niwasimulie story moja hapa, lakini kutokana na muda ngoja niache. Ila hoja ya msingi iliyopo ni kwamba sisi kama wazazi tuwachukulia watoto kwanza kwa moyo wa upendo mkubwa, kwa moyo wa upendo mkubwa. Tukishawapenda, naamini changamoto zao hazitatukera, maana ndio hiyo changamoto inayotokea. Watoto hawa tusipowapenda, tutafanyaje? Tutaona kila kitu wanachofanya ni kero. Kwa hiyo mimi naamini kwa tuliokutana hapa wote tunawapenda watoto wetu, tunawapenda watoto tunaowalea. Kwa hiyo naamini wataendelea kulelewa vizuri. Jambo la mwisho, sio kwa umuhimu, mkurugenzi na wazazi ambao mmeshapata watoto, tushirikiane vizuri na serikali. Kama kuna msaada mnaotaka wa karibu, serikali imeweka haya madirisha mengi, imeweka madirisha mengi. Mimi wanasema kwa nature ya hawa watoto tulionao, wanahitaji kwanza mzazi uwe na uwezo, uwe na kipato kizuri. Tunataka watoto wale vizuri na wenyewe, lakini pia wapate uangalizi, labda upate na dada kukusaidia. Kwa hiyo hawa wazazi hawa waliopo pia tuwaendeleze sana kwenye kuwafundisha masomo ya ujasiriamali na tuwasaidie kwenye kupata kipato. Kwa mfano kwa sisi tunaweza tukaweka mpango tulionao hapa leo, wakawa na kikundi chao, tukawafundisha vizuri, tushawafundisha vizuri mambo ya ujasiriamali. Lakini la pili, tukawaunganisha kwenye mikopo ile ya pesa ya serikali ambayo haina riba, ile ya 2% kwa watu wenye mahitaji maalum. Na pale pana hela nyingi sana, mara nyingi zinabaki kwa sababu kwanza kwenye mahitaji maalum wengi hawatambuliwi, yaani hawatambuliwi, jamii na waficha. Na yeye mwenyewe akishajificha, cha kumsaidia sana mtu akiwaza, anawaza kwenda kumtembeza huko mtaani kwa ajili ya kuombaomba. Ili mnajua huyu mradi, kuna wengine anageuza mtoto akimwona hivi anakuwa ni mradi. Hataki kumsaidia vile vya uendelevu, anataka vile vya kumwanika. Mwangalie mtoto wangu, naomba baba saidia. Na akishagundua kwa siku anapata 5,000, 6,000, anaweka ni kila siku ni kutembea juani kwenye mvua, akijitilisha huruma ili afanyaje? Ili aweze kupata hiyo 5,000, 4,000 anayoomba. Mimi nimeshuhudia sana kwenye ofisi zetu. Tunaomba barua, mimi mtoto wangu ana matatizo, nikaombe ili afanye nini? Apate matibabu. Ukimwambia hapana, tukuandikie barua hapa, uende moja kwa moja kwa daktari akapata matibabu bure, utakutana na afisa ustawi hospitali, anakwambia hiyo mimi sitaki. Mimi ninachotaka nikaombe nini? Mtaani. Kwa hiyo kumbe kwenye mkusanyiko wetu tukielimishana vizuri itatusaidia sana kujikwamua kwenye kuwalea watoto, na pia na sisi, kwa kuwa muda mwingi tuliutumia kumlea, kumwangalia, hatukuweza kupata kipato. Hiyo wote tunatambua. Kwa hiyo sisi, natamani sana, maana mimi kwenye maneno yangu mtanisamehe, nilichojifunza kwenye maisha yetu, mzunguko wa maisha yetu, sikokuwa na kipato au ukiwa na kipato duni, maisha yanakuwa magumu sana. Au mimi nimeelewa vibaya hilo somo? Eti washiriki, usipokuwa na kipato au na kipato duni, maisha yanakuwaje? Yanakuwa magumu sana. Kwa mimi kwenye maneno mengi tunayozungumza, lazima nisisitize sana, tuangalie namna gani tunatafuta kipato ili tufanyeje? Ishi maisha mazuri.
tuishi maisha mazuri. Kwa hiyo sasa, kwa sisi ambao tunalea watoto, tupewe kipaumbele sisi walezi, kuhakikisha tunafundishwa vizuri, tunaingizwa kwenye mfumo, tupate mikopo. Ndio nilichokuwa nasema kwenye taasisi yako mzee, pamoja na kuwasaidia watoto, tuweke darasa la kuwafundisha hao wazazi wao vizuri mambo ya ujasiriamali, ili Mungu awasaidie wapate kipato kwa urahisi, kwa sababu mazingira ya kuwalea watoto wale ni changamoto. Wakimaliza kwenye mafunzo wawezeshwe mitaji, na serikali sisi tuna hela nyingi. Tunaona karibia kila baada ya miezi mitatu manispaa tunatoa karibia milioni 400. Kwa hiyo ni hela nyingi. Sasa tunazipataje? Ndio kama vile umemshirikisha mkuu wa wilaya kwenye jambo lenu. Kesho ukija, kamati ya wilaya ya usalama ndio wao inapitisha vikundi, si ndio? Sasa tukiwa tunajua akina mama hawa na kikundi chao wanabuni mradi wao. Kwa mfano mimi nichukulie mfano, si ndio? Nichukulie mfano. Kwa sababu akina mama hawa na mambo mengi yanakuwa wanashindwa je kuwa na mradi mkubwa wa kuku wa mayai. Ile keji kubwa la milioni hata 50 milioni 100, wanazalisha trei karibia 200 kwa siku. Wana kikundi wako hapa, lakini muda mwingi anakaa na mtoto. Kwa hiyo sisi kwenye kituo sasa ndio tunaweza tukawaandikia waandiko mradi linalotokana na mazingira yao. Kwa mimi nitamani sana tungewasaidia sisi ambao kidogo tumeshapata mwanga, ili tuweze kuwasaidia. Kwa mfano hapa nikiuliza nani amekunywa maziwa leo? Nani aliyekunywa maziwa nyosha mkono? Aliyekunywa jana? Juzi? Tumeona mambo ya kupendeza. Sasa tunashindwa nini hapa sisi kuwa na banda letu la ng'ombe wa maziwa 5 kwa siku, tunalita 100, tunauza siku hizi maziwa lita moja 2500, si ndio? Ya jumla labda umeuza 2000 kwenye lita 100 na shilingi, ambayo mimi naamini kwa kina mama hawa na wazazi walioko hapa, kina baba wakiungana, si ndio? Wakiungana akiwa na mradi ule mkubwa ambao unaelezeka, unafanya unaelezeka, itakusaidia sana kuwapa kipato. Mimi nataka nikwambia, kwa sababu tukikomaa ile ya kuwaomba sana watu, tunaomba kwenye mradi huu tumeona wengi hawatoi, lakini mimi na uhakika tukakaa na kina baba na kina mama walioko hapa, familia moja, tukasema basi tuwatafutie ng'ombe mmoja wa kisasa wa milioni 4 tumpe, huyu mwingine ng'ombe 10 20, watu wanatoa. Maana yangu ni nini? Wengi siku hizi tunatoa. Unajua siku hizi wafadhili nje hamna. Zamani mashirika kama ya kwako ulikuwa unakuja kuomba hapo. Shirika kama la kwako ulikuwa ukiandika mradi mmoja hapo, ikirudi hapa milioni 200 300, wewe mwenyewe unanyepa unapata na kitambi, na uliokuwa unataka kuwasaidia wanafanya nini? Wanasaidika. Lakini siku hizi wale watu wamekaa ambao tunasabiki sajali wenyewe wa Afrika. Sawa, Afrika wenyewe wote tunajuana. Hela zimeambatana na mioyo. Hela zimeambatana na nini? Na mioyo hazitoki. Kwa hiyo inabidi sisi tubuni vile vitu ambavyo ukimshirikisha mtu bana, tunaona hii familia ina changamoto hii, basi tumtafutie ng'ombe mmoja wa kisasa ambaye atakuwa anamlisha, anaenda kutafuta majani masaa 2 3, anarudi anakamua kila siku lita 10 lita 20, anamhudumia mtoto kwenye mazingira mazuri yenye muda mwingi na mambo mengine. Au anamtafuta na kijana anaenda kumtafutia majani, yeye kazi yake kulinda ile ng'ombe iliyoko nyumbani, lakini anamhudumia na ile mtoto kwa wakati. Mimi naamini kwa mawazo marahisi, maana kazi za hawa kina mama wote na kina baba walioko hapa wanazozifanya sasa hivi hazimruhusu kutoka nyumbani zaidi ya masaa 2. Jamani, mimi nasema uongo? Wewe utatoka zaidi ya masaa 2 nyumbani? Mtoto unamwachia nani? Kwa sisi lazima tubuni miradi ambayo ni iko nyumbani, inampa muda mdogo wa kutoka, huo ndo akatafute kitu kimoja angalau tuwasaidie. Baada ya kusema hayo, mimi niwashukuru sana kwa kutambua umuhimu wa ofisi ya mkuu wa wilaya, na niwaambie hamjapotea. Mkiwa na mahitaji yoyote, njoeni ofisi ya mkuu wa wilaya, atamwelekeza mkurugenzi, atamwelekeza shirika lolote mnalolitaka. Mimi niliyekuja leo shahidi, ninaona watoto kweli wapo. Maana zamani ndio kwa nini mashirika yenyewe yalikuwa na watoto wenyewe wa mchongo, unasoma kwenye takwimu kama kuna watoto 2000 waliofanya nini, sio watoto 2000. Tutakumaliza mtaala mzima, ndugu yangu. Kwa nini mimi na mmejipambanua, mna vitu ambavyo vinaonekana.
Jambo la mwisho niwapongeze walimu wetu, wametufundisha kwa upendo sana. Walimu mtuvumilie shule, au mama wa baba mshakuwa watu wazima, unaweza kuwa unaongea ukakuta ushirikiano unaokupa ni mdogo, umri umeenda, lakini kimoja nimeona alikuwa anaokota kimoja mlikuwa muokoti jamani. Kwa mimi nashukuru sana walimu wetu, na niwaombe muendelee kuwasaidia kwa sababu maarifa pekee ndio yanasababisha jamii inabadilika. Baada ya kusema asanteni, na leo mmeshaanza na tamko limefungua rasmi, na Mungu awabariki sana. Kutoa ni moyo na sio utajiri. Harambee ilifanyika na kila mmoja alitoa ahadi yake kama ilivyo ada kwa Tanzania kushirikiana na kushikana mikono wakati wa changamoto. Habari za saizi? Na mimi nimeguswa, nitachangia shilingi 50,000 iwe sadaka ya kumwombea marehemu baba yangu. Baba yako na uzao wako. Upande huu wazazi unaweza ukasema hata kama ni mzazi unaruhusiwa. Amen. Mimi ni dada wa tatu, natoa ahadi. Nitampa korosho 200 ya usiku changia. Nashukuru kwa mwaliko, kwa heshima na taadhima itifaki imezingatiwa. Mimi na familia yangu nachangia 100,000 ambao ni keshi. Kamati wako wapi? Kakabidhi mambo rasmi, nenda kakabidhi mambo rasmi. Wale wapiga picha kujitegemea kwa tunatamani picha ile pale. Mwingine tafadhali, hakuna 10,000 kama hakuna 500. Tafadhali kama kuna mwingine hapa niweke mic. Hamna. Karibu hapo, karibu. Rudia. Kazi na mtu. Tunasonga mbele. Kwa jina naitwa Mama Dorothy Alimwike. Mimi kama ndugu wa karibu wa mkurugenzi wa Patrick namchangia shilingi 100,000, ni ahadi tamtumia. Baada ya harambee kufanyika, mkurugenzi wa shirika la Kodima na mmiliki wa kituo cha kulelea watoto alimaarufu kama Mtwara Inclusive Daycare Center Patrick Nandau na mhasibu wake walipata nafasi ya kuelezea tukio hilo. Kwa majina naitwa Patrick Joseph Nandau, ni mkurugenzi wa kituo cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum ambao ni walemavu wa akili, viungo na usonji, na pia ni mkurugenzi wa shirika la kusaidia na kutetea watoto wenye mahitaji maalum lililopo Mtwara Mikindani. Leo nimefarijika sana na nimefurahi na watoto wenye mahitaji maalum ambao ni walemavu wa akili, viungo na usonji. Of course nashukuru sana. Nimefurahi kwa sababu wamekuja wazazi wengi kutoka sehemu tofauti tofauti na wameshikwa mkono na serikali. Nashukuru sana kwa sababu Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano kupitia mawakala wake ambao wapo katika wilaya zetu, mkuu wa wilaya amefika na amejiahidi mambo mengi kwa watoto hao kwa kuwajengea makundi tofauti tofauti ili waweze kupata mikopo tofauti, na wale akina mama ambao wana watoto ambao ni walemavu wa akili, viungo na usonji, of course wametiwa moyo kwa sababu kumpata mtoto mwenye mahitaji maalum niseme kwamba ni zawadi. Hauwezi kumtupa, huyo ni mwanao na utakuwa naye katika maisha yako. Kwa hiyo wameahidi mambo mengi kwa kuwafanyia, na shirika langu ambao ni Kodima, hili shirika litafanya kazi kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naomba sana serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia rais wangu msikivu Mama Samia Suluhu Hassan aliangazia hili kundi ambalo lipo na linasaidia katika mkoa wetu wa Mtwara na Tanzania kote kupitia shirika ambalo linaitwa Kodima, lisaidiwe kwa ajili ya kuweza kuwasaidia hawa kujenga hosteli kwa ajili ya waweze kulala hapo na wapate huduma za msingi. Tunaomba sana 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 wananchi na raia waaminifu
wa kuguswa katika kundi hili, basi tuwasaidie kwa namna moja au nyingine. Naomba sana ili tuweze kuwapa moyo katika maisha haya ya leo na kesho. Naomba sana mkurugenzi wangu mwaminifu Mwalimu Hassan Nyange uangazie kundi hili maalum ambalo lipo katika manispaa ya Mtwara Mikindani kwa kuwasaidia. Tuna changamoto ya ujenzi, kuwa na bweni la kulala hawa watoto na pia vifaa tiba kwa kuwafanyia mazoezi tiba. Ninaomba sana uangazie watoto waliopo katika wilaya yako tukufu, manispaa yako tukufu, na mkuu wa wilaya, tunashukuru sana kwa yale ambayo umeyaahidi. Naomba niseme shukrani sana. Karibu katika shirika letu. Matarajio ya fundraising ambayo imefanyika leo, tutatarajia kufanya yale ambayo tumejiahidi. Mfano, ujenzi wa bweni au hostel ya kulala hawa watoto itaonekana. Pia uzio ambao utaulinda hawa watoto ili wasiweze kutoka nje ya eneo utaonekana. Pia na vifaa tiba vitaonekana. Kwa hiyo matarajio ni makubwa, na nashukuru sana BOT, TRA, bandari na wengine kutoka Masasi na Mtwara kwa kutoa harambee yao kwa ajili ya kuwawezesha hawa watoto ambao wapo ndani ya shirika hili na ndani ya Tanzania hii kupitia manispaa ya Mtwara Mikindani. Nashukuru sana kwa kusema hivyo. Naitwa Fatuma Linus Isweve, ni mhasibu wa Kodma. Nimefurahi kwa hii siku ya leo. Tena pia nashukuru wazazi ambao wamejitokeza kuwaleta watoto wao hapa, waendelee kuwa na moyo huo huo. Ikitokea tena chance kama hii, basi wajitahidi kutuwezesha tena kujitokeza. Na hata pia naomba wazazi ambao wamefika hapa wakawapa elimu tena wengine waliokuwepo huko nyumbani. Yani hili swala linaonekana ni swala la kawaida tu ukiwa na mtoto mlemavu. Kwa bahati mbaya au mzuri, sina mtoto mwenye shida kama hii, wala kwenye familia yangu hayupo mtoto mwenye shida kama hii. Wajisikie tu sawa, wajisikie kama sawa tu na mtu ambaye yuko sawa. Hii ni hali ya kawaida tu. Nao baadhi ya washiriki wa tamasha hilo walipata nafasi ya kuelezea namna walivyobarikiwa na kuguswa na jambo hilo, na hatimaye kujitokeza kwa wingi kuunga mkono jitihada za kujenga kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Kwa jina naitwa Msogoya Tenga. Nimealikwa katika tukio hili na shirika hili la Kodima ambalo lenyewe linahusika zaidi na kuwalea watoto wenye ulemavu pamoja na watoto ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Kwa siku hii ya leo pamoja na kwamba wamewakusanya watoto pamoja na wazazi wanaowalea watoto hawa ambao wana utindio wa ubongo pamoja na wanaoishi kwenye mazingira magumu, ilikuwa ni kwa lengo la kuwafanya watoto kuwa watu wenye furaha, kushiriki pamoja nao na kuweza kutoa elimu kwa wazazi na kuwatia moyo kwamba wanafanya kazi nzuri ya kuwalea watoto hawa na kuwahamasisha waendelee kuwajali watoto hawa ambao wamezaliwa katika hali ya utindio wa ubongo pamoja na ulemavu mbalimbali. Lakini pia siku hii ya leo kulikuwa na fundraising au kwa Kiswahili wanasema kuinua mfuko wa kuwalea watoto hawa. Kwa kweli hawa watu wanafanya kazi nzuri. Lakini pia siku ya leo wametoa elimu au wamefundisha elimu namna jinsi ambavyo mama mjamzito anaweza kuishi na kuepuka kumfanya mtoto wakati anapozaliwa akazaliwa na matatizo haya ya akili au utindio wa ubongo au akazaliwa mlemavu. Kwa hiyo wamefundisha hivyo, lakini pia wamefundisha kwamba wakati mwingine unapokwenda kujifungua unaweza ukasababisha mtoto akazaliwa na mtindio wa ubongo. Kwa hiyo leo ilikuwa ni siku nzuri na nimefurahi sana juu ya elimu ambayo imetolewa hapa, lakini pia nimefurahi kuona kazi wanaoifanya shirika hili la Kodima. Kwa kweli Mungu awabariki, wanafanya kazi nzuri sana. Kwa kweli nimefurahi pia kusikia mgeni rasmi ambaye alikuwa anamwakilisha mkuu wa wilaya
ameweza kutoa tamko hapo kwamba kuna milioni 400 ambazo zimetengwa kwa ajili ya kuwasaidia na kusaidia wamama mbalimbali pamoja na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo hii imekuwa ni habari njema ambayo naamini jamii kwa ujumla asilimia kubwa hawajui kwamba kuna fedha kama hizi. Kwa hiyo mimi naishukuru kwa ujumla, serikali inafanya kazi nzuri ya kuwajali watoto hawa ambao wamezaliwa kwenye mazingira magumu, lakini pia kuwajali wazazi ambao wanawalea watoto hawa ambao wamezaliwa na huu utindio wa ubongo. Na leo hii tumehamasishwa kwamba tuishi nao vyema watoto hawa, kwa sababu kuzaliwa na utindio wa ubongo huu sio ugonjwa, ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameruhusu, na wao nao wanahitaji kuthaminiwa, wanahitaji kujaliwa, na wao wapewe ile nafasi ya utu kama utu, kwa sababu ni Mungu tu ameruhusu itokee wamezaliwa hivyo. Mimi nawashukuru sana wazazi ambao wamejitokeza leo. Kwa kweli Mungu awabariki, na pia niwaombe waendelee kuwalea watoto hawa, waendelee kuwajali watoto hawa, wasiwabague na wachukulie na kuweka kwenye nafasi ile ya muhimu kama watu ambao wamezaliwa wakiwa hawana utindio wa ubongo au na matatizo yoyote. Na mwisho kabisa niombe jamii, niwaombe wazazi ambao wana watoto waliozaliwa katika hali hii ya mtindio wa ubongo, wasiwafiche watoto, wawajali, wawatunze, lakini pia wapeleke waende wakasome na wao. Tumeona kuna shule ambazo sasa hivi zimetengwa maalumu kwa ajili ya kutoa elimu kwa watoto wenye utindio wa ubongo. Wawasaidie watoto hawa nao waende wakasome, wapate shule, na mwisho wa siku wafikie malengo yao. Najisikia faraja sana kushiriki katika hii fundraising, na nimeguswa kuona watoto wenye mahitaji maalum. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mojawapo wa washiriki katika hili. Pia Mwenyezi Mungu akinijalia zaidi nitaendelea kuguswa na nitaendelea kushirikiana na hicho kituo cha Mtwara Genesis. Kiukweli mimi napenda sana maisha ya jamii. Napenda sana kushirikiana na jamii. Yaani kiona kitu chochote cha jamii lazima nifike. Sasa hivi nimefika, nimejisikia faraja kuwa miongoni mwa watu ambao wameweza kushiriki katika hafla hii. Na nimejisikia faraja kuona watoto pia hata wazazi wao wanafarijika kutuona sisi tukiwa pamoja nao. Wito kwa wazazi, naomba wazazi wasiwafiche watoto wenye mahitaji maalum. Wana haki ya kusoma, wana haki ya kuishi, wana haki ya kila kitu watoto wenye ulemavu. Hivyo nawapongeza wazazi waliojitokeza kuwatoa watoto wao na kuweza kuwahudumia vizuri. Kwa hiyo naomba na wazazi wengine wenye watoto wenye changamoto kama hizi waweze kuwatoa watoto nje na sio kuwaficha ndani. Kwa hiyo natoa pongezi sana kwa wazazi ambao yani yote ni hofu ya Mungu. Kwa hiyo wazazi wakishakuwa na hofu ya Mungu lazima atamtoa mtoto wake na atakuwa happy na kuwa na mtoto wa namna hiyo. Kwani jambo kila kitu huwa kinaletwa na Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Kwa majina naitwa Uhuru Joseph Nandao. Ni dada wa mkurugenzi aliyeanzisha kampuni Patrick Joseph Nandao. Kwa kweli nimeguswa na jambo hili ambalo amelianzisha mdogo wangu pamoja na wenzi wake. Najua kazi ya kulea watoto walemavu sio rahisi, ni ngumu. Kwa hiyo nimeamua kuja kushiriki pamoja na yeye, kumpa nguvu ili ajue kwamba dada yake nimeguswa. Nimesafiri kutoka huko mbali, nimekuja. Haki nimetoka Tandaimba. Nikasema lazima nije nione jambo hili. Sababu kazi ya huduma ya watoto ni ngumu. Uone tu kwenye jamii unalea mtoto aliyekuwa na akili timamu lakini anasumbua. Semsi mwenye ulemavu wa akili. Kwa hiyo naomba tu Mungu ambariki, amjalie jambo lake lifike kwenye malengo ili watoto nao waweze kupata haki zao kutoka kwake. Wito wangu kwa wazazi ambao wanawafichia watoto majumbani, wajue tu kwamba watoto wana haki zao za msingi, wasifichwe. Kwa sababu kama vituo vinaanzishwa bila wao, vituo vinakuwa wazi. Kwamba usione aibu kumtoa mwanao hata kama yuko kwenye ulemavu wa aina gani. Yeye ni binadamu. Ile ni baraka yako uliyopewa na Mungu. Kwa hiyo
wewe watoto wape haki zao za msingi. Kama vituo vinafunguliwa hivi, basi wapeleke. Mimi naitwa Faida Selemani Mayunga. Nashukuru kwa kushiriki siku ya leo. Kwa sisi wazazi wenye watoto walemavu, tunashukuru tumekuja, tumekutana na viongozi, tumeongea nao. Nashukuru wametuahidi tutapata mikopo, tutakuwa na vitu mbalimbali, kwa tunashukuru. Mwenyezi Mungu awabariki pia. Nami nasema Mungu wa mbinguni awabariki wote mlioshiriki katika tamasha hili, na pia zikumbuke sadaka zenu. Kwa niaba ya wote niliyekuandalia na kukusogezea makala hii fupi, mimi ni Christian Ngao wa Ngao Media. Asante.